الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنجلي الكروبات وتقضى الحاجات بجاه سيد البريات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، si mwanzo wala nyinyi ndugu zangu Waislamu mahala hapa, iwapo al-akh Fathi kunitanguliza kuzungumza na ndugu zangu Waislamu, basi mimi napenda kumkumbusha, na yeye anajua kwamba babu yake ni mmoja alikuwa kunitanguliza mahala hapa, hata si baba yake, babu yake. Na leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wema wake amenijalia na mimi kuja hapa kuona msikiti huu uko katika nguo ya mara ya tatu. Ulikuwa ni wa mabamba na maboriti na nguzo, ukajengwa ukaja ukafunguliwa, na mimi niko na leo umejadilishwa upya, na hii ni alama ya imani. Qala ta'ala, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Wanaoamrisha misikiti ni wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakaamini siku ya mwisho ya Kiyama, na wakasimamisha swala na wakatoa zaka. Walam yakhsha illa Allah, wasimwogope yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Faasa ulaika yakunu minal muttaqin, hao ni katika wale mboka. Juzi tu katika Rajab tulikuwa katika hafalati za Miraj na Isra, tukasoma vipi Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipopandishwa mpaka akapita Sidratul Muntaha, akaenda mbele mpaka Jibril akamwambia, huko ni mahala pako, mimi siwezi kuja. Mtume alipofika kiwango kama hiki, raa rajulan mughayyaban binuri al-arsh, almuona mtu kazama karibu katika nuru ya arsh. Mtume akauliza, qala man hadha, nani huyu? Amalakul muqarrab, ni malaika aliyoturubishwa kwa Mwenyezi Mungu? Am nabiyyun mursal, au ni mtume aliyetumilizwa? Qala la, huyu ni mtu ambaye umemwona uko katika nuru ya arshi, ni rajulun
kana lisanuhu ratban bidhikrillah. Sifa ya kwanza, ulimi wake ulikuwa maji kwa kumtaja Mwenyezi Mungu, yani saa zote anataja Mwenyezi Mungu. Wa qalbuhu muallaqun bil masajid, na ni mtu alikuwa moyo wake umefungamana bil masajid, na misikiti mingi, si msikiti mmoja. Walam yastasibba qat walida, hajatukanisha wazee wake kabisa, hajafanya kitendo cha mpaka mtu atamwambia wewe una wazee, wewe mwana haramu wewe. Hakutukanisha wazee wake. Tupatakapo sisi kwa mnasaba kama huu, yule kwamba msikiti kwa hakika sura tuliyofahamu kwa wenyewe haujafunguliwa rasmi, lakini kwa kuwa tuko katika milango ya Ramadhani na uko tayari kuswaliwa, wakaona ni uswaliwe. Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kuniafikia kwa pamoja na ndugu zangu Waislamu katika mnasaba huu. Jue kuwa machofu ya safari na hali taabani, lakini tuko pamoja. Hadha rajulun kana qalbuhu muallaqun bil masajid. Katika sifa tatu za ule alozama katika nuru ya arshi, moja ya sifa yake kana qalbuhu, alikuwa moyo wake muallaqun bil masajid, umefungamana na misikiti, si msikiti mmoja. Aingia msikiti huu, akitoka msikiti huu, aingia msikiti huu, akitoka msikiti huu. Moyo wake umefungamana bil masajid, muallaqun bil masajid. Kaifa muallaqun bil masajid? Ina maana mengi. Muallaqun bil masajid, moyo wake umefungamana na msikiti, aingia kila msikiti akiswali, pia ni muallaqun bil masajid. Atizama hali ya misikiti kukuiamirisha na kuuliza, msikiti huu una shida gani? Msikiti huu unahitajia nini? Msikiti wahitaji mengi, wahitaji firashi, wahitaji taa, wahitaji maji, wahitaji siyana, kutizamwa, mpaka mtu akiwa akiingia msikitini atakuwa hataki kutoka. Ahitaji muadhin, ahitaji imamu, kwa kadri ya ukubwa na uzito wa msikiti ndio kadri ya ukubwa na uzito wa imamu. La yutasawwar, haingia akilini msikiti kama hunu uwe hautakuwa na firashi kama hii. Haingia akilini msikiti kama hunu asiweke muadhini bikulli ma tahmiluhu alkalima min maana. Muadhini tutulieni jamani, tuwe watulivu. Zamani tulitolewa hadithi
iliyokuja Unguja, Zanzibar, mji wa watalii. Mzungu mmoja alikuwa akaingia katika lile gari la farasi. Katika kutembea akasikia sauti nzuri sana, akamuuliza yule mwenye kulizungusha lile gari la farasi, sauti gani hii? Yule akamwambia hili ni sauti ya muadhin. Muadhini awaita watu kuja kuswali. Ule mzungu akasema dini yenu nzuri sana, yaani mwamuita mtu kwa sauti, sio makengele. Sauti nzuri namna hii mwenyewe mtu akisikia itamvutia kuja msikitini. Katika kuzunguka adhani hazijamalizika, misikiti ni mingi, wakasikia tena sauti ya muadhini, lakini ile sauti aliyosikia mara pili ilikuwa ni kinyume na sauti aliyosikia mara ya kwanza, sauti mbaya. Yule mzungu akamuuliza tena, na hii ni sauti gani? Sasa yule bwana mwenye kuzungusha lile gari akaona nikimwambia na hili ni sauti ya adhani na vile ilivyokuwa mbovu, akawa ametoshea, lakini hakukosa jawabu. Pale pale alimwambia, hii ni sauti, kuna mtu hapa msikitini amekufa, awaita watu waje wamtoe huyu maiti. Hakuweza kuambia ni sauti ya adhani, sababu ile aliyosikia kwanza ni kinyume na hii aliyosikia sasa. Basi waita watu waje maiti. Kila kitu kina munasaba wake, na hili ni kaida la takhtalifu. Hapa jengo kama hili, basi tandishi ni kama hili, muadhini ni kama sio tutakao kumsikia, imamu ni kama sio tutakao kumuona, na wenye kuamirisha misikiti ni watu ambao wenye kumwamini Mwenyezi Mungu. Chochote kilichotolewa na yoyote kufanya kitu kama hili, basi ana malipo kwa Mwenyezi Mungu toka 1/10 ila 700 dhaf mpaka 700 atalipwa. Katika jumla ya kuamirisha msikiti ni watu kusimama imara kwa kuusimamia na kuutizama na kuuchunga na kuhuisha ule msikiti kwa ibada, isikosekane kukhalifu saa ya adhani, isikosekane kukosekana imamu saa ya kuswalisha. Kadhalika katika jumla ya kuamirisha misikiti ni kuwekwa vitengo vya elimu, vitengo vya dhikrullah. Tunayo akbaru shahada, tunayo akbaru shahada. Mtume wakati mmoja aliingia msikitini kwake, akaona halaqat 2, vitengo viwili. Halaqa tadrusu ilma, kitengo kimoja cha soma elimu, wa halaqatun tad'u Allah wa tadhkuru, kitengo cha pili
cha muomba Mwenyezi Mungu na wanafanya dhikri, hawa hapa. Mtume kiingia kasimama, firqataini. Je, atakuja wapi? Atakuja kwetu kwenye elimu, au atakwenda kwa wale wenye kuomba dua na dhikri? Mtume sallallahu alayhi wasallam akazisifu vile vitengo viwili vyote, jami'ukum ala alhaq, nyote mko katika haki. Hawa wasoma elimu na hawa wamuomba Mwenyezi Mungu. Hawa wanaomuomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akipenda mwenyewe atawapa, na hawa wasoma ilmu. Wa innama bu'istu muallima, mimi niliyotumilizwa ni mwalimu. Akaja akakaa pamoja na kitengo cha wenye kusoma ilmu, na wale wako katika khair, lakini elimu ina ubora, kwa sababu wale bila shaka hata walipokuwa wao wamuomba Mwenyezi Mungu yaonesha pengine washapata elimu hao, lakini hawa wanaosomeshwa na wanaosomesha hawa wana daraja kubwa. Almurad, msikiti la yaktasiru ala salati fahasb, la, sio kwa tuingie tuswali basi. Misikiti tulioiona sisi kwetu Kenya, Tanzania, Zanzibar, ilikuwa ikiamirishwa kwa hizbul Qur'an. Watoto walikiletwa misikitini kukisoma juzu, tunaita juzu hizbu. Maal asafi shadid, zitu hizi zimehupotea, na zikipotea hasara alaina. Watoto walikiwekwa misikitini, walikifanya fujo, lakini wale ulama walisema wache, watazoea msikiti. Tukiwafukuza, tukitaka kuwapiga watakimbia. Allah, misikiti iamirishwe hissan wa maana, kimaana misikiti iwe safi, iwe mizuri, ipendeze, ndio hissa. Kiangalia wa maana iqamati salawati jama'atan, iswaliwe jamaa, ihuishwe kwa Qur'ani hizbu, ihuishwe kwa durusi ilmia, darasa za elimu, ndio kukamilisha misikiti. Wa khairul kalami ma qalla wa dalla, bora maneno ni machache yakalenga. Na haya tuliyozungumza insha Allahu taala si machache. Mwenyezi Mungu atawajazi toka msikiti ni wa Mabamba, wao ndio asili, mpaka ukajengwa safari ya pili, na sasa ni safari ya tatu. Mwenyezi Mungu atawajazi kheri, awalipe. Alhamdulillah, nilikaa nao wengi walikuwa ni muasisina, kina Sheikh Abdullah Dhiyabi, kina Hassan, kina Sheikh Said bin Hiriz ambaye ndiye alikimtia khatibu kiblani,
na sisi tuko na sisi tulohudhuria. Mwenyezi Mungu atakabali hudhuri yetu, iwe ni amal liwajhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika tusisahau katika mambo ambayo kwamba yanatakikana ndani ya misikiti: salatu aljamaa, hizb alquran, durus ilmiya, aqd na dawat. Kufanya sisi tuita samina. Labda mtu atatuambia, bwana, hapa tukifanya samina kutakuwa fujo. Kweli, kweli fujo haifai. Msikiti una ihtirami yake, lakini na dawat, mikutano, mihadhara ni dharura sana. Na wasia wetu katika mihadhara wanaosimamia msikiti, Allah iwe kasdi yao katika mihadhara ni kutupa mambo ambayo hayana ikhtilafu. Tusitie katika misikiti yetu mambo ya ikhtilafu. Wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Umma tulete ya kutushikamanisha, tulete ya umoja, tulete ambayo kwamba ni mazuri, yatatufanya umma kushikana na kupendana, mbali na tofauti, mbali na ikhtilafu. Tumechoka na ikhtilafu, tumekuwa hatupati mwezi wowote ila mwezi ule utakuwa na ikhtilafu. Ukiingia mfungo sita, hiki hakuna, maulidi hivi, bid'a hivi. Ikiingia Rajabu, na sasa yao Ramadhani, tukaeni tutasikia. Tusiete mambo ya ikhtilafu. Al-ikhtilafu adhab. Insha Allah Mwenyezi Mungu atatujalia khairi, atubariki. Mbele yetu ni Ramadhani.